السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم. Tulikwamia katika aya ya 12. Allah subhanahu wa ta'ala alipoangazia Qur'ani katika mwanzo wa sura na akaangazia kwa nini ameshukisha Qur'ani kwamba ni mwongozo kwetu sisi sote. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba Qur'ani imekuja kuwapatia bishara wanaofanya mambo mema na imekuja kuwaonya wale ambao wanaofanya maovu. Kadhalika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatueleza juu ya habari ya ashabul kahf kwa jumla. Hasa baada kueleza kwa jumla, yani kwa juu, Mwenyezi Mungu hakuingia kwa details. Sasa baada ya kueleza hivyo kwamba hao ni vijana wakawa wamekuwa ni wenye kutafuta nusra Mwenyezi Mungu kwa sababu wamepata kupigania dini yao. Hasa Mwenyezi Mungu aturudisha tena katika aya ya 13, aanza kutueleza kisa ya ashabul kahfi kwa undani, in details. Mwenyezi Mungu asema, na hapo ndo tutaanzia, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Naam, am hasibta, tuliangazia am hasibta ashabul kahfi, tuliangazia am hasibta ashabul kahfi am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مكمبوكا tukiomba hiyo dua sio? فضربنا على آذان في الكهف سنين عددا. Mwenyezi Mungu akajalia wakapata masikizi yao, wakapata kulala, hawasikii kitu. Na tukaeleza katika sababu ya mtu kupata usingizi vizuri ni mtu kukaa mbali na mwangaza na kukaa mbali sehemu pana fujo. I don't know if you remember. Kwa hivyo tutarudi katika aya, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq. Allah sema sisi tutakusimulia habari zao za kweli. Kwa nini Allah sema tutakusimulia? Kwa sababu Quraysh, kufaru Quraysh, alipokuja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwalingania watu katika dini ya haki na katika dini ya Uislamu, akasema Mtume Mwenyezi Mungu kwamba mimi ni mtume wa Allah. Hili lilikuwa ni jambo geni kwa kufaru Quraysh. Walikuwa hawajui juu ya mitume. Wakatafuta kila njia ya kumchallenge na kuweza kumpatia mtihani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na katika mbinu ambazo walikuja nao ni kwamba walifanya juu chini mpaka watafute Mayahudi waliokuwa wakiishi Khaybar na Mayahudi waliokuwa wakiishi katika mji wa Yathrib ambaye ni Madina hivi sasa, waanze kumchallenge Mtume Muhammad, hebu tupatieni maswali tumuulize tujue kama huu ni mtume. Hasa Mayahudi wakasema kuna habari ambazo Waarabu hawajui katika maisha yenu na sira zenu. Mwajua juu ya Ibrahim, mwajua juu ya Al-Kaaba, lakini kuna visa hamujui na hamujasikia kutoka wazee wenu. Kama kweli yeye ni mtume, mwambieni ama muulizeni juu ya visa kadhaa. Moja katika hivi visa wakamwambia muulizeni kuhusiana na kisa vijana ambao waliokwenda wakajificha ndani ya pango, ashabul kahf. Kisha muulizeni juu ya visa ya Dhulqarnain. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala akashukisha hii sura akiangazia visa hivyo na vingine pia kuweza kujibu maswali ambayo aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Quraysh. Na Quraysh maswali haya walimuuliza kama challenge kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wataka kujua kwamba huyu kila siku yasema kwamba ni mtume, so wanajaribu kila njia to prove him wrong. Lakini Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe akachukua jukumu la kujibu swali hilo, akasema nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq. Mwenyezi Mungu akasema tutakuwa sisi ni wenye kukusimulia habari zao za kweli bilhaq, kwa sababu hao Mayahudi pia wamekhtalifiana juu ya ashabul kahf. Wao wenyewe wamekhtalifiana baina yao. Hasa Allah amwambia mtume wake Muhammad, nitakueleza juu ya visa vya ashabul kahf na kukueleza kuhusiana na namna walivyohtalifiana na ukweli ni upi. Allah aliposema juu yao nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq, na kisha sisi tutakuwa ni wenye kukusimulia kuhusiana na habari zao za kweli. Habari za kweli juu ya hawa ashabul kahf ni nini? Innahum fitya, wao ni mabarobaro, ni mashababu, ni vijana. Lakini ni vijana aina gani?
Mwanzo Allah tueleza umri waliokuwa, they were young men, ni shabab, ni vijana barobaro, jambo la kwanza. Kisha Allah baada kutueleza hali yao akatueleza sifa zao, innahum fityatun amanu birabbihim. Lakini hawakuwa ni vijana kama vijana wengine wa kawaida. Hao walikuwa ni vijana wa kipekee ambao waliochagua njia ya imani. Innahum fityatun amanu birabbihim, na waliposhikamana na hiyo njia ya imani, Allah akasema wazidnahum huda, tukawaongezea imani, tukawaongezea hidayah, tukawaongezea uongofu. Na baada ya kuongoka Allah akawaongezea, wakawa imani yao iko juu na hidayah yao iko juu na uongofu wao iko juu. Allah sema juu yao, baada wao hawa vijana waliokuwa na imani nikawaongezea imani, wakanyoka zaidi. Kisha Allah asema nyoyo zao tukaikuwa ni wenye kuitia imani zaidi na wawe na subra na thabati. Baada ya kusema nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim. Allah sema na tukazitia nguvu nyoyo zao. Sasa hapa ulama wakasema ikiwa Mwenyezi Mungu anamtakia mja khairi, humpatia nguvu katika moyo wake, kwa sababu moyo ndo kila kitu. Na hii ni misdaqan liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, ni vile alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluha aljasadu kullu. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndani ya mwili ya mwanadamu kuna fundo la nyama, na fundo hili likitengenezeka likawa sawa, basi mwili unatengenezeka. Ulama wakasema ikiwa una shida katika viungo vako, shida katika ulimi wako, warusha maneno, wazungumza uongo, asili ya shida yatokana na moyo. Una shida na macho yako, waangalia mambo ambayo si sawa, shida si macho, shida inarudi katika moyo wako. Una shida na mikono yako, wagusa ambaye Allah hajakuruhusu, wachukua mali isiyokuwa yako, shida si mkono wako, asili ya shida yarudia katika moyo wako. Ndipo Allah akasema wazidnahum huda warabatna ala qulubihim, na tukazitia nguvu nyoyo zao na wakawa ni wenye kusimama na kuzungumza haki. Idh qamu, pindi waliposema, rabbuna, mola wetu mlezi wetu, rabbus samawati wal ardi, ni mola wa mbingu na ardhi, lan nad'u min dunihi ilaha, hatutakuwa sisi kabisa ni wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu badala yake mwingine. Sisi si wenye kufanya hivyo. Sisi si wenye kumwabudu kando na Mwenyezi Mungu. Sisi si wenye kumwabudu badala yake Mwenyezi Mungu. Sisi ni wenye kumwabudu Allah peke yake. Na siku tukisema astahiki kuabudiwa mwingine kando na Allah, basi laqad qulna idhan shatata, basi tutakuwa tumesema uovu uliopindukia kiasi. Kisha Allah sema haula, vijana, Allah nukuu maneno ya vijana hao, haulai qaumuna, hawa watu wetu, ittakhadhu min dunihi ilaha, na wamefanya waungu wengine badala yake Mwenyezi Mungu. Laula yatuna alaihim bisultanin bayin, na kwa nini hawaleti ushahidi na dalili ya kwamba hawa wanastahiki kuabudiwa kando na Allah? What proof do they have? Waabudu masanamu, waabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu, wako na dalili gani kwamba hawa wanastahiki kuabudiwa kando na Allah? Wako na ushahidi gani? Laula yatuna alaihim bisultanin bayin faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, na ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anayemzuilia Mwenyezi Mungu uongo na kumsingizia Mwenyezi Mungu muongo, wakisema kwamba kuna mwingine kando na Allah ambaye anastahiki kuabudiwa. Hakuna aliyekuwa dhalimu kuliko hayo. Sasa turudi mwanzo wa kisa. Allah asema nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq, tutawaelezeni kisa ya hawa vijana. Ulama wakasema hii kisa baada Allah kutueleza am hasibta anna ashab al-kahfi wal-raqim kanu min ayatina ajaba. Sasa hapa Allah yotueleza kisa kwa undani, na tumeeleza sababu ya Allah kutueleza kisa kwa undani ni kwamba ahlul Quraish walituma watu katika mji wa Madina waende wakazungumze na Mayahudi, ili Mayahudi wapate kuuliza, wapate information kutoka Mayahudi, waje kumfanyia mtihani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wao wakawa Mayahudi ni wenye kuwapatia mwelekeo Quraish, waambie wamuulize juu ya ashabul kahf, waambie waulize juu ya ar-ruh, yasalunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi
Waambie muulizeni kuhusiana na Dhul Qarnain. Kama kweli yeye ni mtume, atakuwa na habari juu zao, kwa sababu nyinyi Waarabu hamujui hizi visa hivi. Allah akachukua jukumu la kueleza kisa ya Ashabul Kahf kwa undani. Kisha Allah asema hawa walikuwa ni vijana wala hawakuwa watu wazima. Ulama wakasema wengi ambao walioitikia haki zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni vijana, na ni wachache katika wazee ambao waliokubali dini ya haki. Abu Jahl hakukubali, Abu Lahab hakukubali, Utba hakukubali, Ubay ibn Khalaf hakukubali. Wazee viongozi wa Maka hawakukubali isipokuwa wachache peke yake. Na miongoni mwa wale wachache walikubali baada muda mrefu. Mfano wao ni Abu Sufyan. Abu Sufyan 3 years kabla mtume hajafa, miaka 20 alikuwa akimpinga. Fathu Makkah, miaka 3 kabla mtume kufa ndo akakubali. 20 years alikuwa hakubali, miaka 20. Lakini wazee daiman walikuwa ni wenye kumpinga mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile hawa walikuwa ni vijana Ashabul Kahf, kadhalika wale ambao waliosimama na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa ni vijana. Kwa nini? Kwa sababu people fear change. Watu wanaogopa mabadiliko, wanaogopa kuachana na mambo ambayo wamezoea. Na hili ilikuwa ni sababu ya watu wengi kukataa kufata haki. Inna wajadna abaana, sisi tumeachukua njia ya wazee wetu, hatutaki kubadilisha mwenendo wetu. Na hii ni jambo ambalo mwanadamu lazima aweke katika akili yake. If you don't adapt to change, you will always remain behind. Ikiwa hauko tayari kuadapt kwa mabadiliko, ikiwa mabadiliko ni ya sawa, wewe maisha yako utabakia nyuma. Na mfano katika hali nyingi, ikiwa ililoletwa hii ni sawa, okay, maadamu haki ni hii na hatujazoea, basi lazima tuadapt. Na hii iweke katika kila sehemu katika maisha yako. Katika dini, wewe umezoea mambo ni kadha na kadha. Imekuja dalil, imekuja aya, imekuja hadith ya kueleza hivi sivyo, hivi mlivyozoea si sawa. Usawa ni hivi na ushahidi ni hivi, Qur'ani imesema hivi, Sunna imesema hivi. Kubali. Kadhalika si katika dini na imani. Pia hii ina apply katika mambo mengine, katika biashara. Katika biashara yako mwanzo, wewe umezoea biashara mambo ni haya. Umezoea biashara inaenda namna fulani. Lazima uwe tayari kubadilisha ili biashara yako ipate kwenda mbele. If you don't adapt to changes na environment, biashara yako baada muda itakufa. Kadhalika katika elimu, masomo. Na sisi ambao tunaofundisha dini lazima tu adapt change. System ya watoto kufundishwa Qur'ani kuhifadhi kama nyimbo doesn't apply anymore. Lazima watoto wafahamu maana ya Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu mazingira yamebadilika na watoto siku hizi wanapata fikra ambazo ikiwa hatutawaandaa, fikra hizo zitakuja zitabomoa imani yao na kuwavunjia imani yao. So we must adapt to change. Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kwamba hawa ni vijana, na Imam Ibn Kathir asema, na hivi ndio ilivyokuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waliomfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wote walikuwa chini ya miaka 40. Most of them, they were less than 40. Abu Bakar alipoamini alikuwa chini ya miaka 40. Umar kadhalika. Uthman 20 something. Saad radhiyallahu anhu miaka 20. Usama miaka 18. Wale ambao waliosimama na Mtume sallallahu alaihi wasallam wengi wao walikuwa ni vijana. Na hii ni kuonesha ya kwamba sisi kama vijana, si mimi pia kijana, hao nimezeka. Sio wananiita Sheikh Gen Z, sio? Tayeb, sisi kama vijana, sisi ndio wenye kuwa katika mstari wa mbele kuleta mabadiliko katika umma. Lakini huwezi kuleta mabadiliko illa kwa kufuata mwongozo wa hawa vijana Ashabul Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala asema, jambo la kwanza, innahum fityatun, jambo la kwanza walikuwa ni amanu bi rabbihim. Ulama wakasema hakuna kijana ataleta mabadiliko ikiwa hana imani. Kwa hivyo njia ya kwanza ni imani. Jambo la pili, utafute njia ya imani yako kuongezeka. Wazidnahum huda, Allah akawazidishia imani. Na naam, ulama wakasema
imani huongezeka. Kama vile hawa vijana walikuwa wameshikamana na njia ya imani, wakafanya uamuzi, wakachukua hatua, ikawa Mwenyezi Mungu ili kuwashukuru kwa kheri waliofanya, Mwenyezi Mungu akawaongezea imani zaidi. Na ulama wakasema Mwenyezi Mungu huwaongezea imani watu ambao wanaotafuta sababu za imani kuongezeka. Yaweza kuwa ni kauli, yaweza kuwa ni vitendo. Allah subhanahu wa ta'ala aibainisha ya kwamba hii si hasa kwa ashabul kahf. Allah asema nahnu naqussu alayka naba'un bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, tukawaongezea huda. Ama sisi Allah asema walladhina ihtadaw zadahum huda, na wale ambao watakaoongoka tutawaongezea uongofu na tutawaongezea imani. Zadahum hudan wa atahum taqwahum. Allah asema katika suratu Tauba fa amma alladhina amanu fazadathum imana. Allah asema katika suratul Fath liyazdadu imanan ma'a imanihim, wanaongezewa imani juu ya imani juu ya imani. Allah bainisha kwamba waumini imani yao Mwenyezi Mungu atawaongezea juu ya imani yao. Allah asema pia katika suratul Anfal innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana. Hasa ulama wakasema fanya bidii ukiwa na njia ya imani na umeshikamana na imani, imani yako iongezeke. Na imani hii kuongezeka ni mpaka Mwenyezi Mungu akuongezee. Na mpaka Mwenyezi Mungu akuongezee, kuna baadhi ya mambo ukiyafanya itakuwa sababu ya Allah kukuza imani yako zaidi. Na hapa nataka kutoa faida. Kuna kitabu nataka muisome kitabu hii. Kitabu hiki kimeandikwa na Sheikh Abdul Razak Al-Badr, katika ulama wakubwa wa Madina ambaye yuko hai. Ameeleza ni sababu gani au mambo gani ukiyafanya imani yako itaongezeka, na mambo gani ukiyafanya imani yako itashuka. Na uzuri hii kitabu imekuwa translated kwa lugha ya Kiingereza. Kitabu hiki kinaitwa Causes of Increase and Decrease of Iman. Causes of Increase and Decrease of Iman. Muisome. Sasa vijana hawa Allah asema nimewaongezea imani na nimewaongezea uongofu. Kisha kuna nukta moja muhimu. Kuna umuhimu gani ya imani yako kuongezeka kila saa? Kwa sababu imani yako ikiongezeka, khairi mbili itapatikana. Khairi ya kwanza, turudie katika msingi, warabatna ala qulubihim, sio? Moyo wako imani ikiongezeka, na basi kufanya khairi inakuwa ni rahisi. Kuswali, kufunga, kusoma Qur'ani, kutoa sadaka, inakuwa kufanya khairi ni rahisi. Faida ya pili, imani yako ikiongezeka ni kwamba kufanya shari inakuwa ni ngumu. Kufanya shari inakuwa ni ngumu, kufanya maasi inakuwa ni ngumu. Hasa wewe kama kuna dhambi wafanya kila sana washindwa kuacha, ulama wanasema jenga imani yako. Imani yako ikijengeka utaacha kufanya hiyo dhambi. Kwa ushahidi wa maneno wa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hazini yule mwenye kufanya tendo la zinaa ili hali imani yake iko sawa. Ukiona mtu yote amezini, basi imani yake imepungua. Wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, na humuoni mtu anaiba achukua kisichokuwa chake na yajua hii si yangu. Ukimpata katika hali hiyo, hawi ni mwenye kufanya hivyo ila ni kwa sababu imani yake iko chini. Hasa ulama wakasema yeyote ambaye anayetaka kufanya khairi kwa wingi, mwanzo wajenge imani. Imani ikijengeka utafanya khairi kwa wingi. Na kama wataka kuachana na dhambi, jenga imani yako, itakuzuia ushindwe kufanya maasi. Na nishawahi kutoa faida hii na leo nitarudia. Mambo mawili yakipatikana, utafeli katika mtihani uliokupata. Jambo la kwanza, imani yako ikipungua. Jambo la pili, fursa ya kufanya dhambi ikipatikana. Kivipi? Mpaka mtu aangukie katika tendo la zinaa ni fursa ipatikane.
na la pili imani yake iwe imepungua. Hasa wewe inachotakikana katika maisha yako ili uepukane na mambo kama haya. Tuchukue mathalan mfano dhambi ya zinaa. Ili usiangukie tendo la zinaa, mawili lazima yapatikane: imani yako iwe juu na fursa ya kufanya zina kaa mbali nayo. Lakini siku fursa ya kufanya zina ikipatikana na imani yako iko chini, imepungua, utateleza na utaanguka katika mtego huo. Haijalishi wewe ni shekhe, ni imamu, ni maamuma, haijalishi, utaanguka. Na mfano mkubwa nitakawapatia, Mtume sallallahu alaihi wasallam atukataza tuepukane na fursa ya kufanya dhambi. Mfano niliochagua ni zina. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu rajulun bimra'atin illa kana ash-shaytanu thalithuhuma. Hawi kijana na msichana ambao si mahram wakakaa, hawi ni wenye kukaa peke yao kivyao, ila shetani huja akakaa kwa watatu. Na shetani akija kikaa mahali mko wawili, wewe na mwanamke ambaye ni ajnabi, hapo ni kusoma Qur'ani. Naam, hapo ni kusoma Qur'ani. Hapo ni mengine machafu yanafanyika. Madamu hali ni hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kaa mbali nayo. Usikae na mwanamke faragha peke yako. Mengine Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza usimsalimie mwanamke kwa mkono. Kwa nini? Kwa avoid fitna. Kwa sababu waweza kuja siku moja ukakaa faragha wewe na huyo mwanamke, imani yako ikawa iko chini na imani yake ikawa iko chini, na shetani ni watatu. Sasa hapo utafanya nini? Lakini huenda bahati nzuri siku moja ukakaa faragha na imani yako iko juu. Kwa sababu ya imani yako kwa juu, Mwenyezi Mungu akakuokoa. Na hii ndio ilikuwa hali ya Nabii Yusuf alayhi salam. Mwanamke alifanya juu chini wakae peke yao faragha, lakini kwa bahati nzuri alipoambiwa hayta lak, njoo niko tayari, waghallaqat alabwaba wa qalat hayta lak, akafunga milango akamwambia njoo. Qala ma'adha Allah, akasema mimi namuogopa Allah, namuomba Allah nilinde. Imani yake ilikuwa juu. Sasa hii ni kaida, chukua fursa ya kufanya dhambi na imani kuwa chini, ikipatikana mbili kwa pamoja, wewe ushaanguka, umeanguka. Sasa ili ujichunge, mawili lazima ufanye: jenga imani yako, na fursa ya kufanya dhambi epukana naye. Jiweke katika mazingira ilikuwa ni ya sawa, mazingira ambayo ni nzuri. Na hii ndio faida ya Allah kukuongezea imani. Faida ya Allah kukuongezea imani ni kwamba, jambo la kwanza, itakupatia nguvu uweze kufanya khairi zaidi. Jambo la pili, itakuzuia ushindwe kufanya shari na maovu. Tumomba Allah tupatie imani ilikuwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua hii ili Allah muongezee imani. Alikuwa akisema, Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Akisema, ya Rabbi, nipatie imani iliyokamilika, iliyokuwa ya nguvu, imani yenye nguvu iliyokamilika, wa lisanan dhakira, na ulimi ambayo inayekudhukuru na kukutaja kwa wingi, wa qalban shakira au qalban khashi'a, au moyo ambayo unayokushukuru, au moyo ambayo inayokuwa ni yenye kukuogopa. Tayeb, madamu hiyo tushajua, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim. Allah akasema tukazipatia nguvu nyoyo zao. Warabatna ala qulubihim idh qamu, pindi mmoja wao, pindi waliposimama wote. Hasa ulama wakasema, hawa vijana ni kina nani? Wakawa ni wenye kujibu swali hili pindi waliporudia tafsiri. Ulama walipokuwa ni wenye kufasiri kauli ya Mwenyezi Mungu, wakajua ya kwamba vijana hawa walikuwa ni vijana ambao walikuwa wakiishi zama za dola ya Roma, the Roman Empire. Na vijana hawa walikuwa wametoka kutoka familia ambao wanaojiweza, familia ambao ni viongozi, the ruling class and the elite. Na hao vijana walikuwa ni wenye kuona kwamba hivi haya yanayofanyika si sawa. Lakini vijana hao hawakujuana. Na ushahidi kwamba hawakujuana, ulama wanasema ni kwamba walipokuwa na ada dola ya Roma, na mfalme wakati huo alikuwa na tabia ya kualika watu katika hafla ya mwaka.
So we don't know kama ni New Year ama ni, they used to have hafla mara moja kwa mwaka. Na wakati huo wanakuwa ni wenye kukusanyika wote kwa pamoja, na mfalme wa zama hizo alikuwa ni mwenye kueneza ufisadi, na walikuwa wametengenezwa masanamu, watu wakiabudu, wakisujudu kwa masanamu, wengine wakija wakichinja mbele ya masanamu. Hasa kijana mmoja mazingara yale hayakumpendeza, akajua haya yanayofanyika si sawa. Sasa ile mazingara ya Mwenyezi Mungu kukufuriwa na kusujudiwa sio kwa Mwenyezi Mungu na kuchinjiwa sio kwa Mwenyezi Mungu, alishindwa kukaa pale. Akajitenga, akaenda kukaa chini ya mti, akakaa vyake. Hasa subhanallah, hakuchaguliwa yeye peke yake. Kulikuwa na vijana wengine na walikuwa hawajuani. Kijana mwingine akaja chini ya mti akakaa. Kijana mwingine akaja akajiunga chini ya mti, wakaongezeka. Kijana mwingine akaja akakaa. Sasa kundi ya vijana wamekutana chini ya mti. And it's very awkward. Yani ni jambo la kustajabisha, mahali ambapo vijana kuna raha, kuna wanawake, kuna pombe, kuna nini. Vijana hawa wamejiamua kujitenga, hawataki mazingara haya. Na wote, hakuna mtu ambaye ana dharura, hakuna mtu ambaye ni mgonjwa siku hiyo, hakuna mtu ambaye amefiliwa na huzuni. Everything was okay, kila kitu iko sawa, lakini vijana hawa wameamua kujitenga. Ikawa ni sudfa, ni coincidence. Wamekutana chini ya mti. Hasa yule aliyekuja pale ambaye akaona wa kwanza, wa pili, wa tatu, akasema si tujuane, let's introduce, tujuane. Hawa wakajuana, mimi mtoto wa fulani, mimi mtoto wa fulani, mimi mtoto wa fulani. Walikuwa ni viongozi. Katika hali kama hiyo, yule akauliza, sisi vijana na mbona hatuendi kusherekea tukela happy au tukako ni wenye kula raha? Kila mmoja ana lake lilomleta. Na kila kijana aliyekuja pale amekuja kwa sababu hakufurahia ushirikina na machafu na maovu yanayofanyika. Mazingara yake yalikuwa pale, nafsi zao ilishindwa kukubali, wakawa ni wenye kujitenga kando. Lakini kila mmoja aogopa kumwambia mwenzake, mimi sijapenda mazingara yale, kwa sababu hakuna mtu amjua mwenzake. Basi yule aliyekuwa pale, mmoja wao akasema, hebu tuambiane ni nini kilichotuleta hapa na sisi, ili hali ni mabarobaro na ni vijana. Na kiongozi wao wakati huo alikuwa akijulikana kama Daqiyanos, kama alivyotaja Imam Ibn Kathir rahmatullahi alayhi. Wakaja ni wenye kuambiana, mmoja akasema kwa hakika, mmoja wao akafungua moyo akasema, kwa hakika mimi sijapenda mambo yanayofanyika haya machafu. Na vipi tusujudie viumbe ambavyo sisi wenyewe tumechonga kwa mikono yetu? Hao ndo wanastahili kuabudiwa. Mimi hata mazingara yao nimeshindwa kustahimilia, nimejitoa. Kila mmoja akasema na mimi hiyo ndo sababu. Mwingine akasema na mimi hiyo ndo sababu. Na mimi hiyo ndo sababu. Imani imewaleta pamoja. Na hivi ni kama vile Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, al-arwahu junudun mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hizi roho namna Allah alivyoziumba ni kwamba hizi roho utaona kwamba zingine zinapatana. Ushai kumwona mtu muka click tumeelewana. Rasul sallallahu alaihi wasallam asema kuna roho zingine ziko hivyo, zinaonana mara ya kwanza na zinapendana na zinashikana. Na kuna wengine siku ya kwanza tu, vipi huyu ana nini amekufa, mmekutana leo kuna shida gani? I don't feel okay with him. Rasul asema roho ziko hivyo. Hasa hawa waumini roho zao zilizo wakaklik siku hiyo hiyo, wakapendana wakashikamana. Yale ingekuwa hali ni hiyo peke yake, wale viongozi na mfalme wakagundua kwamba hawa kwa nini hawaji kusherekea na sisi? Allah subhanahu wa ta'ala aeleza ya kwamba walipokuja wakaulizwa, nyinyi kwa nini mmejitenga kando? Kwa nini mmekaa kando? Kwa nini msishiriki na sisi? Na wao ndo viongozi wa kesho, kwa sababu baba zao na wazazi wao ndo viongozi wa sasa, ndo viongozi wa jeshi, ndo wasaidizi wa mfalme. Kwa hivyo yule mfalme akifa, mtoto wake akichukua hiyo nafasi, mawaziri wake watakuwa ni hawa vijana, sio? Ambia kuna shida gani? Allah asema
warabatna ala qulubihim, na hapo tukazitia nguvu nyoyo zao. Imani ilikuwa imeongezwa, sio? Jambo la pili, Allah katiwa nguvu, akawapatia wawe na ushujaa na wawe na subra ya kusema ukweli. Na hii ndio inavyotakikana katika maisha ya wanadamu. Katika njia ya kuleta mabadiliko haipatikani ila uwe na imani na Allah kushike mkono. Allah sema warabatna ala qulubihim, na tukazitia nguvu nyoyo zao. Na njia Allah aliwatia nguvu idhqamu, pindi waliposimama mbele ya yule mfalme wao kafiri ambaye alikuwa mbele yao na watu wote, wakasema faqalu, wakasema rabbuna rabbus samawati wal ard, mola wetu ni mola mbingu na ardhi, lan nad'u min dunihi ilaha, na sisi hatumwabudu kabisa mwingine kando na Allah. Laqad qulna idhan shatata, bila shaka tutakuwa tumesema uovu wa kupindukia kiasi ikiwa tutasema kuna mwingine kando na Allah na istahiki kuabudiwa. And this was a shock to everyone. Kwa sababu vipi hawa vijana wadogo waseme maneno haya? Vipi wakatae amri ya mfalme? Vipi hawa vijana waende kinyume na jamii wanavyoenda? Iweje? Na hili jambo likawa ni jambo kubwa na mpigo kubwa kwao, lakini Allah aliwawezesha, warabatna ala qulubihim, na tukazitia nguvu nyoyo zao. Na naam, watu wengi waliosilimu wanajua maana hii aya. Watu ambao waliojiunga katika Uislamu wanajua maana hii aya pindi wanapoona kila mtu anampinga na kila mmoja ashangaa, waenda kinyume na wazee wako, waenda tofauti, njia tofauti na familia yako, wewe si umesoma Catholic school, wewe si ume. Lakini Allah huwapatia nguvu katika moyo wao, kama vile Allah alivyopatia nguvu nyoyo za watu ashabul kahf, kadhalika watu waliosilimu wanakuwa katika hali kama hii. Basi wakawa si wenye kukwamia hapo. Laqad qulna idhan shatata, hasa baada kueleza msimamo wao wakaanza kueleza aibu yao. Sisi msimamo wetu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min duni ilahan laqad qulna idhan shatata. Haulai, ama hawa watu wetu, qaumun ittakhadhu min dunihi aliha, hawa watu wetu wamekuwa ni wenye kufanya wengine kando na Mwenyezi Mungu anayestahili kuabudiwa ni Allah peke yake. Laula yatuna alaihim bisultanin bayin, na hawa wanakuwa ni wenye kufanya ibada hii na kumwabudu mwingine kando na Mwenyezi Mungu, hawana sultan. Sultan ni dalili, ushahidi, bayina ma indahum, they don't have any proof. Emu tuelezeni hawa masanamu mkiwaabudu kando na Allah, emu tuelezeni na mtupe dalili kwa nini mwaabudu hawa. Haingii akili. Nyinyi mmewatengeneza wao kwa mikono yenu, hasa vipi nyinyi muabudu wasio kwa Mwenyezi Mungu? Ama mimi nikimwabudu Mola wangu peke yake na sababu, rabbuna rabbus samawati wal ard, ndo Mola wa mbingu na ardhi na yaliomo ndani yake. Ama nyinyi mko na ushahidi gani? What proof? How can you convince us tumwabudu mwingine kando na Allah? Haulai qaumun ittakhadhu min duni aliha laula yatuna alaihim bisultanin bayyin, hawana dalili yoyote. Faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, na basi ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anayemzuilia Mwenyezi Mungu uongo, anayemsingizia Mwenyezi Mungu uongo akisema kuna Mungu kando na Allah. Nani alikuwa mwovu kuliko huyu? Bimaana hakuna. Walipofanya uamuzi huo vijana hawa, Allah asema wa idh i'tazaltumuhum, na wakaambiana na mlipokuwa mmejitenga, wakaamua kujitenga. Kwa nini walijitenga? Ulama wakasema yule mfalme akaambiwa, nyinyi hamutaki kuchukua njia zetu, basi mwanzo mavazi haya mliovaa na mali mliokuwa nayo na wazazi wenu ambao waliokuwa wamepatia, sababu ni mimi. Toeni mwanzo hizi nguo muzivue, na majumba ya ambao nimewapatia mawaziri ambao mnaishi katika nyumba ya mawaziri baba zenu, mutoke. Vijana wakawa ni wenye kukaa baina ashiyatin wa duhaha, kwa sababu ya msimamo wao, kwa sababu ya kauli yao.
wakawa wamekosa mavazi, wamekosa malazi na makazi, hawana pa kukaa, wamekosa neema zao zote, na wamekosa maisha ya raha ambayo walikuwa. Just that day, one day. Wakawa sasa wanaanza kuwafinya na kuwatia dhiki, na hivi ndio ilivyokuwa hali ya masahaba 100%. Walipotangaza Uislamu wakaanza ni wenye kuteswa na wenye kupigwa vita, na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu kwa watu watakaosilimu na kwa watu watakaokuwa na msimamo. Hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. You will lose everything. Siku ukisimama na haki, katika mitihani atakayokupata ni kwamba mahali yako itabadilika, mazingara itabadilika, maisha itabadilika, dhiki itakupata, na hii ndio sunna ya Mwenyezi Mungu. Lakini hawa wote wataweza kupita mtihani huu kwa sababu warabatna ala qulubihim, tumezitia nguvu nyoyo zao, kwa sababu moyo ukiwa sawa mengine yatakuwa sawa. Allah sema وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. Allah sema, na mlipokuwa mmejitenga nao na vile ambao na yale ambao wanavyoviabudu badala ya Mwenyezi Mungu, wakawa ni wenye kukimbilia katika pango. Kwa nini walikimbilia katika pango? Kwa sababu walitiwa dhiki. They were tortured, waliteswa, wakapokonywa neema waliokuwa nazo, wakawa ni wenye kupata taabu. Madamu hali ni hii, hawakuwa ni wenye kukwamia hapo, wakawa ni wenye kutoka katika mazingara yao, wakaamua kutafuta mazingara ambao wataweza kumwabudu Allah peke yake bila kusumbulia. Na hii ndo sunna ya hijra iliyoko, ni kwamba mahali ambapo huwezi kumwabudu Mola wako na yeye ndo amekuumba, utaacha kila kitu ili umwabudu yeye na ubadilishe mazingara yako. Kwa nini? Kwa sababu tumeumbwa, lengo ni nini? Naam, tumeumbwa lengo ni nini? Ibada. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hasa ikiwa ibada huwezi, utabadilisha mazingara uende sehemu ambapo utaweza kumwabudu Allah peke yake. And this applies everywhere. Kazini sijui huruhusiwi kuswali, sijui nini, wacha kazi. Wapata dhiki sijui, kwa sababu msingi ni ibada. The reason why we are here ni ibada. Na kitu chochote kinachozuia ibada tutaitoa, hata kama tuipenda namna gani, hata kama ni muhimu namna gani, lengo Allah ametuleta ni ibada. Hii weka katika akili yako. Why are we here? To worship Allah. Kitu inakuzuia ushinde kumwabudu Allah, utaitoa. Mazingara inakuzuia umwabudu Allah, utajitoa. Sijui kama tumeelewana. Lianna hadha huwa al-asl. Asli yetu sisi kuja ni hapa. Hasa hao vijana ashabul kahf, mazingara yalikuwa hawezi kuwasaidia kumwabudu Mwenyezi Mungu. Wakajitenga, japokuwa watakuwa ni wenye kukaa mbali na mali, kukaa mbali na maisha na jamii na familia zao. Maadamu haya yote yanakuwa ni vizuizi na shindwa kumwabudu Allah, wakajitoa wakaenda kukaa mbali mahali ambapo wanajificha. Allah asema wakawa ni wenye kuingia katika pango, fa'u ila al-kahf. Na hii ni kama ni kumwandaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu tulisema suratul Kahf ni sura Makkia, ilishuka katika mji mtukufu wa Makka kabla Mtume hajafanya hijra. Ni kana kwamba inamwandaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuwa ni mwenye kukimbia na utakuwa ni mwenye kuingia kwa pango wewe pia, kama alivyoingia katika Ghar Ath-Thawr. Kuna ghar mbili katika sira muhimu, 2 caves katika sira muhimu zimetajwa. Ghar Hira. Ghar Hira ni mahali ambapo Mtume alikuwa akiingia pango kabla wahi haijashuka, mpaka siku aliposhuka Jibril, Iqra. Ya pili ni Ghar Ath-Thawr, ni pango ambalo Mtume alijificha alipokuwa yuenda Maka, kama vile ashabul kahf. Huyu mfalme hakukwamia hapo, akaamrisha hao vijana watafutwe na wawe ni wenye kushikwa na kuuawa. Wakatafuta katika mji, wakatafuta katika majumba, wakatafuta katika sehemu za ibada, wakatafuta katika kila sehemu, lakini vijana walikuwa washapanda jabali, washapata pango, washaingia ndani. Na hao vijana wakaanza kumwabudu Allah pale, ili hali wakiwa na hofu. Na hii ulama wanasema ni kana kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yamwandaa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kivipi? Kama vile vijana hao walivyokimbia, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yeye pia atatoka katika mji wa Makka.
Na kama vile vijana hao walikuwa na huzuni, Ar-Rasul pia alikuwa na huzuni alipoacha Makka, akawa ni mwenye kuangalia Makka, akasema, akiambia Makka, hakuna mahali napenda kama mji huu. Kama watu wako hawangenitoa mimi singetoka. Kama vile vijana hao walivyojificha katika pango, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia akajificha katika Ghar Ath-Thawr. Kama vile huyu mfalme alivyotoa zawadi kuambia watu, nendeni mkawatafute hawa vijana mwalete. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwenye kutafutwa na viongozi wa Makka, lengo lao ni kumpata dead or alive. Na hii ilikuwa ni kumwandaa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hijra. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza juu ya pango aliyekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sema, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allah mwambia mtume wake, aambia masahaba, ikiwa hamutaki kumnusuru mtume wangu, mimi nilimnusuru nikiwa peke yangu. Ikiwa hamutaki kusimama na mtume wangu, nilimnusuru akiwa yeye peke yake na mwenzake, thaniya ithnain idh huma fil ghar, na hapa ni Kahf. Hasa hii ndo hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ilitumwa, aliyekuwa ni mwenye kutumia kumwandaa Mtume Muhammad na hijra. Hasa hao vijana walipofika wakawa ni wenye kuingia katika pango, Allah eleza kwamba vijana hawa wakawa wameingia ndani, haulai qaumun ittakhadhu min duni aliha laula yatuna alaihim bisultanin bayyin faman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba wa idh i'tazaltumuhum, na walipojitenga kando kivyao, wama ya'budun, na wakawa hawawi ni mwenye kumwabudu illa Allah isipokuwa Mwenyezi Mungu, fa'u ila al-kahfi, na wakawa ni wenye kukimbilia ile pango. Na wakiwa katika ile pango, vijana hawa walikuwa wanangojea kitu kimoja. Wanangoja nini? Wasema, yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Wasema, sisi tuko hapa tuangojea rahma za Allah zitufikie, na tuangojea Mwenyezi Mungu atufanyie mambo yetu mirfaqa, yawe ni wepesi. Sasa wakiwa wako katika hali kama hilo, wamejitenga katika ibada, wakawa ni wenye kusubiri nusra na kusubiri wepesi itoke kutoka Mwenyezi Mungu. Hapa kuna faida, ulama wakasema faida mbili. Faida ya kwanza, kumalizia, ni kwamba hakuna kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu kama dini yake. Na ikiwa uko katika sehemu huwezi kusimamisha dini yako, toka uende ukakae sehemu ambapo utaweza kusimamisha dini na imani yako. Faida ya pili ni kwamba ukipatikana na mtihani, iwe ni katika dini yako, iwe iko katika dunia yako, faraja yatoka kutoka Mwenyezi Mungu na wepesi yatoka kutoka Mwenyezi Mungu. Na hakuna njia kubwa kama Mwenyezi Mungu kukufanyia mambo yako wepesi kama wewe kusimamisha ibada. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala asema, wa idh i'tazaltumuhum wama ya'buduna illa Allah. Walikuwa wametenga wakati na muda na sehemu, na walikuwa wamekaa pale wafanya nini? Wakingojea faraja, kiasi ya faraja kuja, Mwenyezi Mungu kuleta nusra, Mwenyezi Mungu kuleta faraja katika maisha yao, Mwenyezi Mungu kuleta wepesi, Mwenyezi Mungu kushukisha rahma. While they are waiting for that, wakingojea hiyo, walikuwa wakifanya nini? Wama ya'buduna illa Allah, walikuwa wakisimamisha ibada. Hasa huwezi kusema wewe ni mu'min wangojea rahma za Mwenyezi Mungu na wangojea faraja ipatikane ikiwa hujajitenga au hujatenga muda wa kusimamisha ibada. Sababu ya wewe kupata faraja na nusra na rahma kutoka Mwenyezi Mungu katika mambo yako ya dini na dunia na akhera ni wewe kutenga muda na kusimamisha ibada, kama walivyofanya ashabul kahf, wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Baada ya kusimamisha ibada, nusra ikaja na rahma ya Mwenyezi Mungu ikaja. Lakini rahma ya Mwenyezi Mungu ilikuja kwa njia ambayo hawakutarajia. Rahma ya kwanza iliyokuja, Mwenyezi Mungu akawapatia utulivu, wakalala.
Kisha hiyo nusra wakaja kuona baada miaka 300. After 300 years ndo wakaja wakaona. Lakini wao walikuwa hawajui, wao kuanza kulala ilikuwa ni mwanzo wa rahma kuwafikia na mwanzo wa nusra kupatikana. Kwa sababu katika hiyo miaka 300 waliolala ashabul kahfi, wao mabadiliko yalianza kupatikana. Mwanzo walipumzika na ile hofu walikuwa nayo, walikuwa kitafuta, ikafanya nini? Ikapotea. Sasa ndo kawaida mwanadamu, rahma na nusra inapokuja inaweza kuja kwa njia ambayo wewe hutarajii na huelewi, lakini Mwenyezi Mungu yuaelewa na yuajua kwa nini ametanguliza usingizi kabla nusra kupatikana. And within those span of 300 years, miaka 300, mabadiliko yalipatikana mpaka serikali ikabadilika na mfalme wakawa ni wenye, hawa vijana wakawa ni wenye kutajwa kwa khairi. Serikali ilipobadilika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaleta nusra na Waislamu wakawa ndo wako wengi na wanaoabudiwa ni Allah peke yake. Hapa ndo ulama wakasema huwezi kusema wangojea faraja na huwezi kusema wangojea nusra na huwezi kusema wangojea wepesi kutoka Mwenyezi Mungu na wewe hujatenga muda kusimamisha ibada kwa wingi. Sasa wakapata usingizi na rahma ya Mwenyezi Mungu ikapatikana, ili hali wako katika usingizi Mwenyezi Mungu yuwalinda katika usingizi wao.